Watu hawa wanatakiwa dola iwaangalie na iwachunguze kwa undani zaidi. Kwa mtu anaitwa Polepole, maneno ya Tundu Lissu, maneno ya Kimambi, maneno yule mwanajeshi yule pesa sijui. Watu hawa vyombo vya dola wafuatilie majambo yao haya. Namna ya kuomba katika hiyo sura ya 60 aya ya 5, na maelekezo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiyo ambayo ya kuzingatiwa na kila mwanadamu anayejitambua. Yeye mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa man asdaqu min Allahi qila wa man asdaqu min Allahi hadithan. Ni nani atakayekuwa mkweli zaidi wa maelezo yenye kuongoza, yenye kuelekeza, yenye kuifahamisha jamii zaidi ya maneno ya Allah. Katika sura ya 60 aya 5 Allah atuambia, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizur rahim. Ni dua hii. Kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuelekeza hivi? Tusome dua hii. Sisi ni wahitaji na mambo mengi yanatukabili sisi. Rabbana, Mola wetu mlezi, la taj'al fitnatan lilladhina kafaru. Tunamwambia Mola wetu mlezi, usitujalie kuingia katika misukosuko, mabalaa, fitna za makafiri. Haya ni maelekezo ya Allah, na kama mtazingatia wakati Imam Suleiman mwanzo kabisa kabla ya khutba na akagusua ndani ya khutba sifa ya makufari. Makafiri wamegawanyika sehemu 3. Kuna kafir harbiyun, na kuna kafir dhimiyun, na kuna kafir musta'man. Hawa wote ni makafiri lakini wanatofautiana. Kafiri dhimiyun ni yule ambaye tunapata maelekezo kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata udhimia anakuwa anaishi katika nchi za Kiislamu lakini ana mkataba kwamba hatovunja utaratibu ule wa pale ulikuwa pale. Ni kafiri. Na huyo mtume akasema kwamba kama kuna Muislamu anataka kumpiga kafiri huyu dhimmi, ametangaza vita baina yake yeye na mtume Muhammad. Ndio anaitwa kafiri dhimmi. Kafiri musta'man ndio ambaye anataka amani, sio Muislamu, ni kafiri. Amekimbilia wewe, kafukuzwa huko, anataka amani. Unatakiwa wewe umpe amani, na ikiwezekana umpe nasaha
ya kumweleza Uislamu namna ulivyo, na umpeleka mpaka sehemu ya amani. Umempa nasaha, hakukubali Uislamu, lakini umemfikisha sehemu ya amani, basi ahlan wa sala, mwachie endelee na maisha yake. Kwa kafiri harbiyun, huyu ndio ana matatizo makubwa. Kafiri ambaye anaupiga vita Uislamu, anapiga vita Waislamu, huyu kafiri harbiyun. Katika kitabu ya fiqh anasema hata kama amepatwa na kiu karibu ya kufa, na wewe una maji ya kutawala ya kutosha tu wewe, sharia inakutaka usimpe maji yale, afe na ukafiri wake. Kafiri harbiyo alopiga vita Uislamu, ayampiga vita Muislamu, na ndivyo Qur'ani katika sura ya 3 aya nambari kama sasa nambari 120 au mtuambia wa in tasaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibukum sayyi'at yafrahu biha. Nyinyi Waislamu mkipata kheri, mkapata neema, mambo yakakunyokeeni, hawa makafiri harbiyu wanakereka sana, wanachukia sana, wanaumia sana. Wa yusibukum sayyi'atun yafrahu biha, mabalani kuteni, msikosuko kupateni, wa usherekea na ufurahi. Hii ndio desturi ya kafiri harbiyo. Hana mapenzi na wewe Muislamu au Uislamu wako, na haya yanatakiwa kuyaangalia Waislamu wote ambao wakuwa na desturi hii ya kumchukia Uislamu, kumchukia Muislamu, ndio yakuwa ni sosi ya machafuko, ni sosi ya mabalaa. Sheikh Rusagana amezungumza, na hayo ndio yalivyo. Mashekhe wote wakitoa nasaha za kuelezea umuhimu wa amani, umuhimu wa utulivu, wametukanwa sana katika mitandao, na wametukanwa sana kwa mitandao. Hao wenye kuwatukana hawa mashekhe, tuwaulize mambo ya msingi. Wengine wakuta wa mkoa wa jirani, wanatoka ni mkoa wa jirani, wameingia hapa kwa mitandao kule, wanasema kwamba wamekuja kumkomboa Tundu Lissu kwa maneno yao. Si wa Tanzania. Tanzania nini? Tundu Lissu ni Tanzania. Leo wanakuwa na nguvu kubwa. Tuwaulize, historia iko wazi hapa Tanzania, bara visiwani, kwa mashekhe zetu wa uamsho maarufu wamekaa kizizi miaka 9 wanasumbuliwa kwa neno la ugaidi, kwa neno la ugaidi, na kwa kinywa cha marehemu Mzee Pombe Magufuli alitamka kwamba hatawaachia hawa magaidi.
akamwachia Mabusea na wanawe waliofanya yale machafu. In tamsasukum hasanat tasuhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Sheikh Ponda Allah muhifadhi kapigwa risasi, kaenda kutolewa Muhimbili, ana jeraha lake, anavuja damu, kapelekwa gerezani pale. Hawa nchi jirani hawa walikuwa wapi? Mbona hakuna kama kumtetea? Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu, mama alieleweka katika utaratibu tabia Islamia. Huyu leo anayemtukana Tundu Lissu, mama alifunga safari wakati amepigwa marisasi, akaenda kumdulia hali. Mama kamsimamia haki zake bungeni, akaelezwa. Haya mbona hawazungumzi? Mama alichokosea ni nini? La chuki maanzia katika swala la bandari pale, kudhibiti ufisadi kufanyika bandari pale, na hakufanya hivyo kwa sababu ya Waislamu. Bandari pale manufaa ya Watanzania wote. Watu kwa majizi wanaiba sana pale bandarini, lakini kwa mama huyu wanachuki na imani yake, kwa sababu ni Muislamu, ni mwanamke, ni Mzanzibari. Itatatu hasanat nasuhum wa yusibukum sayyi'atan yafrahu biha. Sasa yale ambayo yaliyojiri yaliyotokea, mitihani ambayo imekuja hivi karibuni, ni somo kubwa kwa Tanzania wote. Kwa kumalizia, tukufu Waislamu, Tanzania hii, sisi kama Waislamu sisi kufanya maandamano makubwa sana katika nchi hii, lakini hakuguliwa yoyote wa maji yoyote kuzuia. Mtakumbuka kipindi ambacho suala la sensa, tulikataa kuhesabiwa sensa kwa sababu kwa kuna ujanja. Tulikuwa tunaulika katika mamlaka kule, mbona tunaona hapa wanaofaulu wengi ni Wakristo, wakati katika shule hiyo Waislamu ni wengi. Tatizo ni nini? Wakati kwenda lugha zile kwamba Waislamu wachache, kwa swala la sensa kuna mambo kama matatu tuliambia serikali, kama hamtuthibitishia haya hatubaki kusaidia. Tukahamasisha nchi nzima kuandamana kupinga sensa hii, na kwa kwenda sehemu maalumu na mabango yetu ya kuashiria amani, na ifanyika. Na hapa Dar es Salaam kwa kuzika pale Wizara ya Mambo ya Ndani, haikuvunjwa nyumba ya mtu yoyote, wao ofisi ya umma. Si hivyo tu, Waislamu wanadai haki yao ya msingi ya kiimani, swala la hijabu. Tufanya maandamano ya amani, haikuingiliwa mali ya mtu binafsi. Kipindi ambacho ndugu yetu Hamisi Dibagula aposema kwa mujibu wa Qur'ani, Yesu si Mungu wala si mwana wa Mungu, alikamatwa. Tukasema kwa hili hatutokubali. Waislamu tukaandamana ili ndugu yetu aondolewe. Ni mengi ambayo tunafanya katika mazingira kama haya.
rushwa mali ya mtu, wala mali ya umma, wala ofisi ya serikali kuchoma moto, kwa sababu tu madai yetu ya msingi. Na ndio haya maandamano ya juzi, hawa waandamanaji hawa walikuwa hawana wala mabango, hawajui wanadai nini, wasinikiza nini, hawakuwa na bendera ya chama chochote. Lugha zao kuwasikia katika mitandao si dafu ya Kitanzania, ni weusi lakini si dafu ya Kitanzania. Na alhamdulillah vyombo vya dola vilisimama katika nafasi yake kuhakikisha kwamba Tanzania inabaki na amani na utulivu. Wale ambao wakuwa wanaendelea na mambo ya kusema hivi na hivi na hivi, kuna njia ambazo una madai yako ya msingi, peleka madai yako ya msingi. Ndugu zangu, haya tuyaangalie na tuyazingatie yaliyotokea haya. Itapofikia hatua tungombe Allah atunusuru na tuhifadhi, lakini atufisha haya kuwa ni Waislamu sahihi, yasije yakatokea mavurugano ya kidini. Watu hawa wanatakiwa dola iwaangalie na iwachunguze kwa undani zaidi. Kwa mtu anaitwa Polepole, maneno ya Tundu Lissu, maneno ya Kimambi, maneno yule yule mwanajeshi yule pesa sijui. Watu hawa vyombo vya dola wafuatilie majambo yao haya, na dola wakamate kwa hao wafikishe katika vyombo vya dola haya wanazungumza, waweze kutoa ushahidi. Ndugu zanguni, nadhani kama mtakumbuka, kabla hata na baada ya kwanza kujiandikisha masuala haya, kuna mambo ambayo mimi nilikwisha yaona kupitia baadhi ya viongozi wa dini, hasatan Wakristo. Niliona katika madai yao na maneno yao dhidi ya mama yetu huyu ni ya udini, si masuala ya kisiasa wala si masuala ya kidemokrasia. Nikasimama katika memba kama hii, nikasema kama hali itaendelea hivi, mimi nitakuwa sambamba na mama mpaka hatua ya mwisho. Nilizungumza hivi kwa sababu tu ya kutukana kiimani yake. Mwishangalia kama mama si mwanasiasa mabaya, naangalia mama anatukana kwa sababu gani? Mama anachaguliwa kwa sababu gani? Waislamu tusiingie katika mtego huu wa demokrasia. Mama yuko wazi na amefuata kanuni ya kumalizia moja ya sifa ya kiongozi, kama ilivyokuwa mtume wetu Muhammad. Allah anamwambia fabima rahmatan min Allah linta lahum wa kunta fadhlan ghaliza qalbi lamfaddu min hawlik, kwa sababu ya rehema zilizotoka kwa Allah umekuwa mpole, umekuwa laini, umekuwa na busara kwa hao na waongozi. Lao ungekuwa wewe msuavu wa maneno, mkali wa maneno, mkatili, lamfaddu min hawlik, hawa wote wamekimbia.
alikuwa mtume wetu Muhammad, anakanwa, apandwa mawe, lakini akawa ameendelea kuwalingania. Na isura kiangalia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu, Mwenyezi Mungu amhifadhi na mzidishie. Lao kama angebadilika mpaka sasa nadhani sijui ingekuwaje. Mimi mwenyewe nakumbuka tuko ndani, hakutoki nje. Kuna ndugu yangu mmoja nikampigia simu nikamwambia anirushie. Hali ngumu ndani, akanirushia pesa. Pesa kwenye simu utatoa wapi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuhifadhi. Pesa iko kwenye simu, kanirushia. Na yeye mwenyewe akaniambia, imamu wangu kweli maki hali na mimi mwenyewe niko ndani huko. Lakini ngoja tugawane kitu kwa mule. Matupa anaona muamala unaitika pale. Sasa utakwenda kutoa wapi? Allah Subhanahu wa Ta'ala tuhifadhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tunusuru. Allah Subhanahu wa Ta'ala aidumishe amani ya nchi yetu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kila mwenye nia mbaya na nchi hii, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe jambo la kufanya. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.